nisikilize wewe. Nisikilize kwa umakini. Nikitoka hapa, usinitumie message wala usinipigie simu. Tena usinisumbue. No. Subiri kwanza Maua. Nini bwana? Maua, hebu nisikilize kwanza. Kwani unaondoka kwa hasira hivyo? Mbona mambo unaweza kuyazungumza tu chumbani na yakaisha? Wewe nisikilize nikwambie. Wewe mwanaume gani? Hakuna future, hakuna hela, lakini una wanawake kila kona ya dunia. Afu kitoka hapo maua haya saa 4 hapo. Nimekwambia hivi, kuanzia leo, kesho na kesho kutwa na siku zote usinijue, tusijuane. Mwanzo leo na mwisho leo. Lakini Maua. Nilizama kwenye kina kirefu cha mapenzi yake. Mwenzenu nilizibeba lawama ili aniweke moyoni mwake. Unajua ulivyonipigia simu yako ulinichanganya sana. Ila mimi nakwambia kitu kimoja tu ndugu yangu. Mimi nimewachunguza wanawake wengi ni wa aina moja. Wanawake ni watu wa matatizo tu. Mimi acha kwanza mambo yako. Mimi nimekupigia simu hapa tujadili inakuaje. Nini tunafanya? Okay, tuseme umesema anataka future. Future ipi? Wewe una hata biashara, una mchongo wote. Future gani ambayo anaitaka kwako wewe? Mimi sikiliza. Mimi nimekupigia simu. Wewe mwanangu unisaidie. Yule mwanamke mimi hajanipendea hela. Mimi hela natoa wapi sasa? Yule anajua mimi sina 100, apeche halo. Yeye mwenyewe kuna muda anachezesha ndo maisha yanaenda. Mimi natoa wapi hela sasa? Hajanipendea mambo hayo bwana. Hebu tuzungumze tunafanyaje bwana. Una uhakika? Sasa kila siku tuko naye yule, kuna siku hayupo, kila siku yupo, tunaenda huko, tunafanya hiki. Labda na mashetani yake tu ametokea, sio wapi, sio jana, sio juzi, sio kafanya nini huko, sio nani kamwambia mambo ya miayusho, ikaleta maneno kama haya hapa. Mimi sijamuelewa mpaka sasa, ndio maana nakwambia wewe tuje tunafanya. Mimi nakwambia hivyo sababu jana nilimkuta akiwa anapiga story na huyo bodaboda pale nyuma pale. Au tufanye somo mchongo. Kama sijakusikia, niambie tena. Sikiliza ndugu yangu. Usichukue serious. Maybe tutakuwa ni washikaji tunapiga story. Ila tutaangalia ni namna gani tutafanya ili kutatua hili. Okay. Mwenzenu nilizama kwenye kina kirefu cha mapenzi yake. Mwenzenu nilizibeba lawama. Poa. Fresh kabisa. Niko poa sijui wewe. Mimi niko sawa kabisa. Naona naenda kwa jamaa. Ndio mida yangu. Sure. Kikweli shem. Mimi niko inspired sana na Kapoera. Ninapenda the way mnavyoishi mpaka ni kuna muda ni mnanishawishi na mimi sasa nifikie kuingia katika mahusiano. Kwa sababu tu ninavyowaona nyinyi mlivyo. Napenda sana ila nikusifie tu shemeji yangu. Hongera sana sababu unampenda yule jamaa, unamjali. Licha ya mambo yake ajabu, sio anahangaika na wanawake tofauti, anafanya mambo ya ovyo, lakini wewe hayo yote umeamua kuweka pembeni. Umemchagua yeye kwamba yeye ni wa kwako. Shemeji, hongera sana juu ya hilo. Kwa hiyo unataka kusema yuzo ana wanawake wengi? Shemeji. Kawaida. Unajua vijana katika mambo ya kupambana. Wewe sio mchongo sana ila wewe unaenda kwake. Acha niingie hapo kidogo kwa ashikaji nini kawape hai. Vipi tutaonana basi. Shemeji wangu.
Vipi shoga yangu? Mbona vini kiasi hicho kuna nini? Kulikoni? Nahisi kama anachanganyikiwa. Na nini? Unajua yule ni kijana mmoja anajali sana. Lakini nahisi kama ana wanawake wengine tofauti tofauti. Umejuaje? Rafiki ameniambia. Unamwamini vipi rafiki yako? Kuna rafiki yako karibu sana ndio ameniambia. Rafiki yako karibu unamwamini vipi? Namwamini kwa sababu rafiki yake kabisa, yani muda wote wako wote. Wasipokuwa wote basi mmoja ameenda kazini na mwingine kaenda kazini, lakini muda wote wako wote. Ndio maana namwamini. Unamwamini vipi? Kama nakutaka je? Unataka kusema rafiki atuamini hata kidogo shoga yangu. Sasa nifanyaje? Sio rafiki yako labda wewe unataka au unataka wewe kutoka kwako huwezi jua. Unataka tuwe na uhusiano huwezi jua. Kwa mashoga tu atuamini kabisa. Tutaona mwambie, tutaona mwambie, tutaona mwambie. Tutaona mwambie, tutaona mwambie. Kwaje ni? Na kawaida master. Hivi mbona kama hivi? Fresh. Na hivi uliongea na mtu? Niliongea naye lakini hatukuelewana wala nini. Iko. Nachukua na kuambiaga kila siku. Ushaanza kujioni. Na jana sasa niko naongea na yule mshikaji wa bodaboda. Akaniambia pia mtu ana tabia kumpigia simu za usiku. Anampigia simu fulani ambazo hazina msingi, maana sometimes anaambia wewe unaweza ukanipa lift siku kwenda wapi? Yaani kuna story, unajua mwanamke akiwa anakutaka anakuaga anatafuta sababu za Mungu. Ina maana ugomvi, visa, vitimbu unavyofanya kila siku ni kwa sababu ya huyo bodaboda anayekupa lifti za usiku. Nisikilize Maua, leo nataka unambie kila nukta ya ukweli. Kuna siri gani kati yako wewe na huyo bodaboda? Na kwa nini mtaa mzima wazungumzie mimi na wewe? Nini kinaendelea kati yenu? Mtaa unawaambia huyu jamani. Haya, mimi jana nilifuata chaji tu kwa wewe bodaboda na sio vitu vingine unavyofikiria wewe. Chaji gani usiku saa 9? Chaji gani usiku wa 8 Maua? Usinifanye mimi mtoto Maua. Hivi saa 9 usiku mimi nikafuata chaji wewe kwa akili yako nishawahi kuja kwako saa 9 usiku? Au unasikiliza tu maneno unayoambiwa huko? Kwanza sisi wakati naondoka pale kwako nilikwambia usinifuate, usinijue na tusijuane. Hapa umefuata nini? Usiniletee wivu visirani kwetu. Umenisikia? Eti na nimeshanikata mudi. Ni kwanza safari zangu huku naenda sehemu. Umenikata mudi kabisa. Bora tu nikalale. Naona unanichanganya. Maua, mimi na wewe ni Maua. Alinionyesha mfuko. Nililia machozi. Sipo moyoni amenitoa. Yo Rastas.
What's poppin'? It's good, my brother. Oh, vipi bang? Unyao. Bila kuchoka mzee wangu. Ile wapi hiyo? Hapa tunaingia kwa mama mjumbe. Mkataba ni unajua tena tuna shafo. Riski mtasha. Sure. Lazima tufanye mambo. Na mwenyewe bwana nimetoka kwa mwanangu Yuzo. Kuna mpya kwa Yuzo? Kuna mpya wapi? Mimi Yuzo ananiboa tu mazingira yake. Sasa hapa yenyewe nimetoka kumpandilia magogo mwanangu. Yuzo sipo na kile kibidada kile. Biaisha. Yule mtu mama. Ambaye mimi namuelewa kinoma. Akaona sasa hivi namtengenezea magogo. Kwa muda wote mwanangu tukitaka kama bato PSG Madrid. No. Neymar huku Dembele. Huku Vini, huku Mbappe. Baba. Inakuwaje kwa Yuzo sasa? Yuzo si mwanao lakini inakuwaje sasa? Hata kama mwanangu mzee, nimetoka kumtengenezea msala. Muda wowote ikinachoambia hapa inaenda kutokea mzee wangu. Mtaamini. Unajua nini mwanangu? Maisha haya kama usipopigania unachokitaka